Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kama kawaida barani Afrika, huwa ni tumaini la raia kuona na kutangamana na viongozi wao mara kwa mara. Hii hujitokeza katika hafla kama za sikukuu, wakati wa shughuli za serikali kama kukagua miradi ya umma, ama hata wakati wa ibada au msiba. Nchini Uganda, waziri wa elimu ambaye pia ni mama wa taifa Bi Janet Museveni hajaonekana hadharani kwa shughuli yoyote, iwe ya kibinafsi ama ya serikali, tangu mwezi Machi mwaka huu, wakati aliweka kwa mtandao wake wa X kuhusu mchango wa ujenzi wa darasa la sayansi la chuo cha Chaseta eneo la Mkono. Amekosa matukio makuu mawili, likiwemo kuapishwa kwa Rais Museveni Mei 12 mwaka huu, na vile hakufika mbele ya bunge kupigwa msasa alipoteuliwa kama waziri wa elimu mwezi Juni. Japo hakuna sheria ya moja kwa moja inayozuia kuongelea afya ya kiongozi nchini Uganda, mtu anaweza kujipata matatani kupitia sheria ya matumizi mabaya ya tarakilishi, kuchukuliwa hatua na shirika la kudhibiti mawasiliano la Uganda UCC, na vile maadili ya Waganda kuongelea afya za viongozi wao. Vyombo vya habari vilipata nafasi ya kuongelea afya ya Janet kwa uchache tu baada ya Rais Museveni kutangaza Juni 24 kwamba alikuwa anaugua. Hali hii ni sawia na Cameroon kufuatia rais wa taifa hilo Paul Biya kuondoka nchini kuelekea Ulaya tarehe 7 Juni na hadi sasa hajarejea. Ingawa umma unadai kwamba amechukua siku nyingi kule kwa sababu za kiafya, waziri wake amesema Rais Biya yuko katika ziara zake za kibinafsi. Serikali ya Cameroon imetoa taarifa kwamba Biya yuko katika hali nzuri ya afya na anaongoza nchi akiwa Ulaya. Paul Biya ambaye ana miaka 93 amekuwa madarakani kwa miaka 43 na aliwahi potea kwa umma kwa siku 49 mwaka wa 2024 na kujitokeza tena. Serikali ya taifa hilo imepiga marufuku kuongelea suala la afya ya rais kwa vyombo vya habari na mijadala ya umma kwa madai kwamba ni kuhatarisha usalama wa taifa. Sudan ya Kusini pia haijazazwa. Rais Salva Kiir bado hajakuwa mwepesi wa kupatikana kwa umma, licha ya kwamba kuna uchaguzi mwishoni mwa mwaka huu unaohitaji kampeni za mara kwa mara kwa umma na kuangaziwa katika vyombo vya habari. Kumekuwa na uvumi kuhusu afya yake unaojulikana kwa kuonekana dhaifu, kutembea polepole akitumia fimbo, na wakati mwingine kusafiri kwa muda mrefu nje ya nchi kwa ajili ya vipimo vya afya, ingawa ofisi yake mara kwa mara inakataa kuwa ana ugonjwa mbaya na kusisitiza kuwa yuko sawa kuendelea kutawala. Gabriel Engumu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti Afrika, Nairobi.